shilingi ya Kenya sasa ni shilingi 20. Shilingi 20 au 19 kwa ya kwetu. Kwa kulinganisha na kwa hiyo hii pesa yaani wameahidiwa kulipwa pesa hiyo. Marupurupu 900,000 fanya hiyo 9 mara 2. Okay, inawezekana. Ni kitu ni wanajeshi unapopigana vitu ukisikia price cost ya vitu ndio hiyo. Makundi ya katika wanajeshi unakuwa nao kuna ambao pia utawachukua kutoka kwenye mataifa mengine mercenaries. Ambao achana na mercenaries per se, lakini wamekuwa ni kama extra kikosi ambacho leo kukitumia vitani. Sababu sasa utawachukua jeshi lako sio na wananchi wako wenyewe. Utawadedisha wote sasa. Wao wanakufa. Wanafanya kazi wanachoka hiyo na staff. Wao wanaumia. Kwa kama una namna una hela ziada unaweza kukodisha watu ambao utakuwa unawalipa ili kupigana kwenye jeshi lako. Ina make sense kufanya hivyo kama hiyo fedha unayo. Mpaka umefikia buku akili yangu kwanza kabisa naambia da asoso driver. Mmoja muondoka mjui. Watu wengi. Yaani kwamba msingi wa kweli. Mwezi ukimsha wangapi? Wani 1500. Kitu kama hivyo. Kwa vijana 1000 yani pale unachoa 500. Waondoka leo sasa unaondoka kama vile umeondoka hapo na mimi tena naondoka. Kama kuondoka nadhani pia ni kwa open minded na hivi vitu. Yaani kwa maana okay ni issue za kiusalama, lakini nadhani lazima ujue kwamba wananchi wako wamechoka kiasi hiko ambao kuna fursa za kwenda vitendo kapigane, bora waende kapigane vitendo. Sababu wao nyumbani kwako hawezi kupata. Jeshi lako pia lina faida. Sidhani kama ni kitu ambacho unahitaji uondoe na jirani au ufanye ujasusi mwenyewe. Si unaona tu mwenyewe jinsi vitu vinavyoenda kwenye nchi yako. Unaona hali ya maisha ya wananchi wako. Unasikia malalamiko kila siku. Unaona gharama za maisha. Unaangalia hiyo unavyowalipa vinaendana. Kwa mpaka ifike hatua sasa wanaondoka alafu wote ndio uchunguze kimya. Sidhani kama una haja hiyo. Issue na yoyona hapa ni kwamba kuna viongozi wa watu wa serikalini ambao wametumika kusafirisha hawa vijana. Kwa na maana hawa watu wamefanya sabotage. Hawa watu wa serikalini. Sabotage serikali wao wenyewe. Kwa kuwapeleka bila ili kwa kupitisha kimagendo. Kwa sababu pia kwenda super process sio jambo geni kwenda ku apply kuomba hivyo. Ila mtu ana channel sahihi za kufuata. Pengine serikali itakayojifunza kwamba maybe hizi channel hazifanyi kazi. Ndio maana hawa wana risk maisha yao kupitia huko. Ila kama wewe una vitu channels ambazo ziko enable kuwasaidia watu kwenda wanakwenda kufanya biashara, tungewaruhusu ijapokuwa mataifa sasa ni aibu. Kwamba vijana wako hawana ajira kiasi kwamba wataenda kupigana vita, yaani wakapata risk maisha yao. Jamani, ukimeza fundo la wali maharage vibaya, kwa hiyo ukimuuliza unakaza wow. Kusokosa kufa. Hapa sikwambii kuhusu wali maharage. Yaani uriski maisha yako kwenda kula wali maharage. Ni risasi ile piu imepiga. Yaani uko tayari mtu atoke akafanya hicho kitu kwa taifa ambalo hata lugha tu Kijaluo na Kirusi Odie Dei, Odi Madero, Kochi Magere na Vladimir Putin. Rangi, geographical position, beliefs hata za kidini. Lakini mtu yuko tayari kwa bando vitu vyote ambavyo uko navyo, familia, marafiki, chakula, hali ya hewa, kila kitu. Aende sehemu ambapo sio anaenda vacation, sio anaenda Dubai, sio anaenda sijui Macau, sio anaenda Paris, sio anaenda Monaco. Sio anaenda Belize. Anaenda uwanja wa vita, anaenda kuonesha Uganda apigane. Zikimkosa zimemkosa, zikimpata zimempata. Pengine hata position nyingine sio kupigana, pengine na risk tu maisha. Kwenye usafirishaji labda dereva kawa au kaenda kubeba, lakini ipo uwanja wa vita. Kwamba popote panaweza pakalipuka, pakilipuka na basi. Sasa kama taifa limefikia hatua hiyo kwamba vijana wake wanaondoka nyumbani wako radhi wafe kwenye vita ya mtu mwingine mwenye itikadi tofauti za kwenye kila kitu kwenye mfumo wa maisha. Itikadi zote ziko tofauti. Na wamefika buku. Lazima mjiulize maswali mengi sana. Instead of kupanic na kutuletea siasa za bungeni, tunasikitika sana wanaenda serikali ituambie ukweli. Serikali naje tunashughulikia tuleta majibu. No. Hizo drama zitakiwa kuwepo. Baadaye kama social imefika hapa, hamna tena muda wa kufanya drama. Unakumbuka kipindi fulani hivi wakati ISIS nakimbiza duniani. Kundi la Logopeka linatisha kwenye wameingia kweli wale kina Baghdad wanaua watu watatu. Nakumbuka kipindi kile
kulikuwa kuna ongezeko kubwa sana, kuna wimbi kubwa la vijana kutoka Ufaransa, Uingereza, Australia, Marekani wanaenda kujiunga na ISIS. Wakiwa recruited kupitia hizi wengine video games, wengine kuchat kwenye internet. Walikuwa na set up mitego mingi sana. Walikuwa mpaka ile mataifa kuja kusikia ile taarifa, angalia tu ambazo walizochukua ile mataifa yote makubwa duniani. Chat kidogo ni jinsi comment hiyo kitu kwamba wewe haiwezekani. Nguvu kazi yako ya taifa iko tayari kwenda kufa kwa ile taifa mtu mwingine. Kwa sababu ya fedha. Sio kwa sababu ni uzalendo. Sio kwa sababu sijui wana nguvu sana maana kwa kufanyia mazoezi au gari wamekula kutosha sawa wamekosa kazi ya kufanya luxury business. No, kwa sababu hawana fedha. Kitu ambacho ni msingi wa kila kitu kwenye maisha. Na tulivyoamua kutengeneza maisha yetu hiyo. Bila fedha una jambo. Unayo ndio maisha. Sasa tumetengeneza mazingira hayo kuishi kwa staili hiyo. Alafu bado fursa za kupata hicho kitu pia hazipo. At the end of the day ndio aibu kama hizi kama taifa. Kama bara mpaka leo bado tunatumika. Tunasoma kwenye vitabu vya history, tulipigana vita vya dunia kwa wazetu walipeleka Obama kupigana. Na tunasema ilikuwa ni kitu kibaya leo pia vita mtu mweupe ambaye turuhusu kwa ni wao wanapigana resources zetu. Tunafundishwa kama warning. Lakini in modern times, zama za kisasa, hatusomi kwenye history kilichotokea. Instead tunafanya yale makosa tena kujipeleka wenyewe. Narration hizi kubadilika. Kwa hiyo kama taifa kuna haja ya tuache hizi mambo za tunajali sisi tunafanyaje. Time ipo tena kufanya hivyo. Tuna remedy vipi hiki? Tunazuia vipi hii nguvu kazi baki hapo? Hai make sense. Kuna vitu vingi, kuna mpira, kuna ajira. Si vitu kibaya kwa kwenye nchi. Ni watu wako tayari kufanya hivyo, mtu kutaka kwenda kufa Urusi. Kwa shilingi 3.5 ya Kenya. Thamani ya binadamu, maisha ya binadamu na thamani ya shilingi. Kwa hiyo hii inasababishwa na ugumu wa ajira au ugumu wa upatikanaji wa fedha au kwamba mtu ana serikali kufeli tu. Hamna ugumu wowote wa kupata hivyo vitu. Kwa sababu mazingira na masentensi za ugumu tumetengeneza wenyewe. Huwa sasa tunaendelea kukuambia. Unaona hata hiyo tunavyojenga si barabara hivi tunaenda kwa kandarasi, ilikuwa tufanye wenyewe. Ni kazi yetu wenyewe. Tupo kwa shift, yani kama taifa zima tunafanya, tuna act kama kitu kimoja. Sisimizi, sisimizi una makoloni yao. Yaani kuna koloni ya sisimizi ambao wanaishi pamoja. Kuna particular sisimizi ambao wanaweza kusurvive hadi kwenye mto. Ile nest yao wanavyotengeneza wanakuwa kiota kimoja, bonge moja kiota, wana float. Hawazami. Sisimizi anaweza kubeba kitu kinachozidi ukubwa mara 50 ya mwili wake. Nusu zaidi ya mwili wake. Kwa mfano kama na kilo 50 anaweza kubeba mzigo kilo 100 akabalance perfect kabisa. Amazing superpower. Kwa kushirikiana. Hiyo moja anaweza kufanya hivyo. Lakini wanaposhirikiana unaona matokeo yake. Sisimizi wanakuhamisha nyumba baba. Wakiamua. Ukiweka ubavu tu hapa sikio unalia. Simba Elan ashakuwa defeated na worms. Na wale nyungu kwenye ardhi ashakuwa defeated Elan. Elan aliambiwa Simba unapokanyaga hapo kuna watu kwa chini wanaumiza. Simba kajibu Simba hawezi kushughulishwa na shughuli za nyungu kwa chini. Elan never involve himself in the business of worms. Hakuna hiyo kitu. Lakini Elan alikuja kuwa defeated na how the same wale wa chini wale. Hawana makucha, hawezi kunguruma, lakini kwa kitu kimoja. So as a country tumeungana pamoja kutengeneza nchi kubwa. Hatuwezi kuwa sawa kama ideology ziko tofauti, itikadi, makubaliano hakuna. Simaanishi kwamba lazima tufanane kila kitu. No, inapokuja swala la taifa, swala la nchi, tunataka tusimame on the same side. Angalia Marekani kwa nini inabaki kwa taifa kubwa zaidi lenye nguvu duniani. Vituko vya marais wa Marekani na serikali ya Marekani, hivi kuna nchi ingine survive duniani? Lakini with the same president na vituko anavyofanya wameweza kuteka rais wa nchi jirani. Yaani urais mwenye vituko hivi ana nchi iko stable kiasi kwamba anaweza kwenda nchi jirani kumteka rais na hamna mtu yote anafanya kitu yote duniani. There's no country ambayo amenyosha mkia kwa Marekani. Akaenda kuteka rais wa nchi jirani anakuambia unamfikisha kwenye sheria. Why? Pamoja na rais mwenye vituko namna hiyo. Rais kama mtu anakuambia ana akili, kuna Trump anasema amekutukana. Lakini why wana achieve hivyo vitu? Why wanafanikiwa? Kwa sababu ya institution inakuwa pamoja kwamba ideology nini ambacho tunakitengeneza as a country. Si ni hichi ambacho tunafaa tuungane. Kunapokuja kwenye maslahi haya hatucheki na mtu. Inapokuja kwenye mambo mengine sasa utani mwingine tutataniana. Rais wenu chizi hapa shida. Watu wenu mnakubali haki hapa shida. Sina nini poa, lakini unaposema Marekani kila mtu anakuambia United States of USA. Kwa nini nakimbiza watu? Simply United iko hapa. States of America.
Na jina Nyata make sense. Wadi kama kwa nini na mtu kwa United kuna haja gani? Simshaungana tayari. Niita tu jina moja kwa nini? Kila nchi si muungano, kila nchi si muungano wa vitu. Tanzania ni muungano wa mikoa. Marekani ni muungano wa majimbo. Kwa nini tusiseme umoja wa makabila wa Tanzania nchi yetu sasa? Kwa nini umoja wa makabila? Star tunaona ni Tanzania, United ya nini? Either way, at the end of the day, kama nchi isipokuwa na uwezo wa kusimamia maslahi yake direct personal moja kwa moja, itafika hatua hiyo nchi itakuwa ni mfano wa taifa. Haliwezi kusimama kama taifa. Kuna vitu vingi sana vya kumeka up a nation. Kuanzia kwenye family unit mpaka kwenye mambo mengine. Wote vilikuwa disrupted, hakuna kitu